ambayo Yesu aliyasema akiwa msalabani. Maneno 7 ambayo Yesu aliyasema akiwa msalabani. Utasikia 7. Sikiliza. Kila mlango unayoiona kibiblia ina maana. 1 ina maana, 2 ina maana, 3 ina maana, 4 ina maana, 5 ina maana, 6 ina maana, 7 ina maana, 8 ina maana, 9 ina maana, 10 ina maana, 11 ina maana, na 12 namba zote zina maana. Ukisikia 7 ina maana. 7 namba 7 inamaanisha nini? Timilifu wa elimu. Amen. 7 inamaanisha ukamilifu au timilifu wa kiungu. So it's not by accidental. Inamaanisha ukamilifu au timilifu wa kiungu. Kwa Yesu msalabani pale alisema maneno 7. La kwanza alisema, Baba uwasamehe kwa maana hawajui wanatendalo. Baba wasamehe. Alipanda juu ya msalaba Yesu, jambo la kwanza alitangaza msamaha. Wasamehe hawa, hawajui wanatendalo. Luka 22:30. Wasamehe hawa kwa maana hawajui wanatendalo. Kwa la kwanza Yesu alitangaza msamaha. Neno la pili ilikuwa neno la ahadi ya uzima. Anaambia yule mnyang'anyi mwizi vya mti, amini nakuambia leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Amini nakuambia leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Neno la matumaini ya uzima. Luka 20:40. Mmoja na mdhihaki mwingine anafanyaje? Anaambia leo nakuambia utakuwa na mimi. Neno la tatu aliyosema msalabani ilikuwa na kumkabidhi Maria kwa mwanafunzi na mwanafunzi kwa Maria. Mama tazama mwanao, kisha akamwambia mwanafunzi tazama mama yako. Kwa Yesu kabla ya kuondoka, Yesu alikuwa na akili. Maandiko yatuambia kama baba Yesu alikuwa hai au ashakufa Yesu. Lakini ukisoma maandiko utaona kabla ya Yesu kuondoka, alimkabidhi mama yake Maria. Alimkabidhi kwa mmoja wa wanafunzi mle. Mimi nimekuwa naambia hapa, wapendwa, moja ya eneo lenye baraka ni eneo la wazazi. Don't despise your parents. Wazazi. Hata wakimini. Kuna watu wengine ni very obedient kwa wazazi wa kiroho na wachungaji, lakini when it comes kwa wazazi wa kimwili, hawajui Kiingereza. Hawajui yes na no. Hawajui kusoma na kuandika. Kwa unaona wazazi wako ni kama hawajui chochote. Nilikuwa nawaambia tu ya mchungaji mmoja alikuwa anashuhudia, anasema yeye mama yake alikuwa anakunywa pombe. Akirudi nyumbani mama anamwambia, mwanangu naomba nipe hela. Kama hela utakwenda kunywa pombe. Anamwambia nipe hela. Mimi nitafanyia kitu na taka. Hasa mimi naamini mlevi. Kama mimi nilielewa nikakulea wewe ukawa mchungaji. Hasa kwa watu wana wewe ndio wazaa kama atakuwa wachungaji kama wewe. Bwana sifi. Mimi si mlevi. Mimi mlevi nimezaa mchungaji. Ni wewe. Watu wale wao ambao sio mlevi tazama nani askofu au nani? Watu wale. Bwana sifi. Kwa Yesu alikuwa concerned pia na mahusiano. Wazazi ni wazazi. Haijalishi wana elimu ni wazazi. Haijalishi hawajui chochote ni wazazi. Hata kama ni wale bado ni wazazi. Waheshimu. Na moja kitu ninaongea siku duniani ni heshima ya wazazi. Ndio nafundisha hivi. Heshima ya wazazi. Maana si mheshimu baba yako na mama yako ili siku zako ziwe nyingi duniani. Kwa unataka kufa mapema, dharau wazazi wako. Bwana sio. Kuna wengine wana wazazi ni wakali kama pilipili. Bwana sio. Amen. Kuna wengine wana wazazi ni wakali kama, lakini hao ni wazazi bado. Cha msingi asikoseshe. Asikupeleke kwa waganga wa kienyeji. Ili usikubali. Asikunyweshe pombe usikubali. Lakini mpe heshima anastahili kama mzazi. Kuna baraka anayo mzazi.
Maandiko yanasema kabla Ibrahimu hajafa alibariki Isaka, kabla Isaka hajafa alibariki Yakobo, kabla Yakobo hajafa alibariki Efraimu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Tena Isaka alimwambia Yakobo, alimwambia Esau, nenda utafute chakula kile ninachokipenda nile nishibe, baada ya na ubariki. Pokonishi na bariki ya matana na msosi. Wewe tafuta msosi kwa. Lakini hapo kumbe kuna jamaa mmoja anajua kuchora ramani vizuri, anaitwa Yakobo. Yakobo ni mtu anamakata anazungumza, Rebeka anasikia. Hii familia ya Esau, ya Isaka, ilikuwa imegawanyika mara mbili. Kuna mmoja yuko na baba, mmoja yuko na taona naye 28. Aliyekuwa na mama ndiye alishinda. Mama anajua kila mbinu. Mbinu zote akipita zote anajua mama. Kwa wakati Esau anaambiwa, Rebeka anasikia. Kamita yako mwanangu njoo nikwambie. Baba yako amesema Esau atafute chakula kizuri awinde, apige demu, ampelekee baba yake ambariki. Sasa na baba kaa, nataka akiondoka tuandae chakula kizuri hapa, tengeneze umpelekee baba yako ada ya shida kubariki. Yakobo na ujanja wake aliogopa. Mbona vile mwili wangu hauna manyoya? Bwana sifiwe. Amen. Esau, mbona mwili wako baba atanijua atanidhani? Rebeka mwambia, wewe hata ujinga. Mimi najua, kaa utulie. Bwana sifiwe. Kaa. Chakula ikapikwa. Kesi kabaki. Yakobo hana manyoya, hana malaika, malaika maka manyoya. Esau ana manyoya. Na baba yao anajua. Kwa akienda mbele za baba yake Isaka, atamgundua, atamlani baada ya kumbariki. Mama yake kufanya, akamtengenezea kangozi, akamvisha. Amen. Si mzee haoni tena. Kwa Yakobo hii alifundishwa na mama yake Rebeka. Sio ndio maana Yakobo ni ila mtu wa ila. Alifundishwa na mama yake Rebeka. Okay. Kawa chakula kaenda, baba. Chakula tayari ndio ule. Roho yako ifurahi ni bariki. Kwanza Isaka akashtuka, hii sauti mbona Yakobo hii? Kweli mwanangu, ambia kweli baba. Imekuwaje mbona leo imekuwa haraka hivi? Akamwambia Mungu amenifanikisha. Mzee alikuwa anajua mpaka muda anaotumia Esau kwenda kuinda na kamata. Shida ya Esau ilikuwa ni moja, utovu wa nidhamu, alikuwa anapenda kuoa ovyo. Yaani shida ya Esau ilikuwa ni kwenda kuoa ovyo basi. Na hiyo ndio ilimuumiza mpaka baba yake Rebeka. Imekuwaje bwana leo umewahi haraka? Akamwambia Mungu amenifanikisha baba yangu. Wewe tu kama mzee ukapige msosi unibariki. Akamwambia nisogezee msosi karibu mwanangu. Mzee ana akili, anataka gani? Kweli ni Esau au unafanyia mchezo? Akasogea karibu mzee, akamgusa mikono, asikie kuna malaika hapo. Kumbe hipo. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Anagusa kweli malaika? Anamwambia sauti ni ya Yakobo. Lakini mimi mikono hii ni yake. Mzee akachanganyikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Mzee akachanganyikiwa. Akasema, hii sauti sio ya Esau. Lakini mshamili wake mikono ni hapa, imekuwaje? Kwa mzee akambariki kijana wake. Baada ya kumbariki baadaye ndipo anakuja kutokeza Esau. Wapenzi, mara nyingine kufanya kazi kwa bidii sio alama ya mafanikio. You can work hard and yet not. Unaweza kufanya kazi kwa bidii na bado usifanikiwe maisha yako yote. Na sio kila aliyefeli kwenye maisha ana bidii. Kuna watu kwenye maisha wana bidii
wamefanikiwa na bado hawajafanikiwa. Shida ni ramani. Una ramani? Yakobo kutumia Mungu alikuwa na ramani. Wana mabana kuna push na baba. Baba hapa fungua biashara yako, unafunga hapo, unagusa hapa. Unatapika, aswali una ramani. Bwana sifiwe. Amen. Esau alishinda na kimbia huko nyikani. Hana ramani. Yakobo amekaa na ramani. Alafu maandiko yanasema Yakobo alikuwa ni kijana mtulivu. Kazi yake alikuwa ni kaa hemani. Bwana sifiwe. Na Bwana mambo mengi. Yeye alikuwa anapenda kujilaza hemani tu pale kukaa hemani. Mtulivu anakaa hemani tu maandiko anasoma ramani. Anasubiria ramani ya mama. Bwana asifiwe. Amen. Nachosema ni nini? Nachosema ni kwamba Yesu alijali mahusiano. Wazazi wamebeba baraka. Wazazi, kuna aina ya baraka hautaipata kwa mifungo na maombi. Wameibeba wazazi. Amen. Amen jamani. Amen. Sio wazazi wape heshima yao. Yes. Tunasema mara ya mwisho muamala ulitumia mzee wako mama yako ulikuwa ni shilingi ngapi? Wewe unakumbuka muamala wa mwisho ulikuwa ni shilingi ngapi? Sijui lakini Bwana asifiwe. Amen. Wakuheshimu baba yako na mama yako ili maisha yako yawe marefu. Nimeona watu ambao wamekufa premature kwa sababu ya kupiga wazazi wao. Yaani ukipiga mzazi wako, that is complete death. Unatangaza mauti juu ya nafsi yako. Kwa Yesu pale msalabani alimwangalia mama yake, akamkabidhi kwa Yohana. Yule wanafunzi akutajwa lakini Yohana akamwambia, "Mama, mtizame mwanao." Na akamwangalia anamwambia, "Mwangalie mama." Baada ya hapo Yohana, wanasema Yohana pale Yerusalemu kuna gorofa anakaa pale Yerusalemu. Baada ya hapo Maria aliambatana nao kwenda Yerusalemu. Wale 120 Maria mama yake na Yesu alikopa. Kwa siku ndio anashuka Maria alikopa na kajazo. Bwana asifiwe. Mahusiano. Lakini na maneno Yesu alisema, Mungu wangu mbona umeniacha? Mungu wangu mbona umeniacha? Pale msalabani anasema Mungu wangu mbona umeniacha? Alipobeba dhambi ya ulimwengu. Yesu akasema, Baba yangu, Mungu wangu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mungu wangu mbona umeniacha? Kwa nini? Tayari amebeba dhambi za dunia. Ayobeba dhambi za dunia. Mungu anageuza uso, hawezi kumtazama Yesu kwa zile dhambi. Maandiko yanasema alifanyika dhambi kwa ajili yetu. Alibeba dhambi, ndio maana hauna sababu ya kuishi tena kwenye maisha ya dhambi. Yesu amekwisha kulipa gharama ya dhambi msalabani. Alipangikwa pale, Yesu alilipa gharama ili abebe dhambi au ishi maisha matakatifu. Yeye asiyejua dhambi alifanyika kuwa dhambi kwa ajili yako na kwa ajili yangu mimi. Bwana asifiwe. Namba 5 Yesu alisema naona kiu. Mathayo 16:20. Naona kiu. Aliona kiu kimsalabani Yesu. Kiu. Namba 6. Nisomee Yohana 19:30. Alisema imekwisha. Neno moja tu imekwisha. It is done. Huwa nikumkaga hivi napata ujasiri. Yohana 19:30. Yesu alisema imekwisha. Yohana 19:30. Ndio. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alipoona kiu wakampa siki. Alisema imekwisha. Alisema imekwisha. Akainama kichwa. Akaisalimisha roho yake. Bwana asifiwe. Hata Yesu kufa, yani alisalimisha, akasema imekwisha. Kwa Yesu msalabani alisema imekwisha. It is done. Kazi imekamilika, imekwisha. Wengine wanapitia kazi mahali ngumu, lakini kumkesha alisema imekwisha. Msalabani alisema imekwisha. Yesu alimaliza. Imekwisha. Afu mwisho akasema, Baba, mikononi mwangu naiweka roho yangu. Luka 24:46.
Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Ndio ilikuwa neno la saba. Tayari baada hapo akaisalimisha nafsi yake. Baada ya kumaliza akasema imekwisha, akaisalimisha nafsi yake mbele za Mungu. Imekwisha. Imekwisha. Kanisa likichua kazi aliyofanya Yesu, alikasimama kwa imani, linakuwa ni kanisa lenye nguvu za Mungu. Kwa hivyo nimekwambia kazi ya kwanza aliyoifanya Yesu msalabani ilikuwa ni kazi ya ukombozi wa mwanadamu. Ilikuwa ni kazi ya ukombozi wa mwanadamu. Salvation, kukomboa mwanadamu. Lakini ukombozi unaambatana na nini? Ukombozi unaambatana na uponyaji. Ukombozi unaambatana na baraka. Ukombozi unaambatana na urejesho. Ukombozi, salvation from the word soteria, imeambatana na uponyaji, uzima, kibali, kusamehewa, kusafishwa, kutakaswa, kuhesabiwa haki, yani justification. Yote haya yamebeba na wokovu. Bwana asifiwe. Na yote haya Yesu aliyafanya msalabani. Lakini kwa sababu ya kazi ya ukombozi, kazi ya pili ya msalaba ni kumrudisha mwanadamu kutembea katika ukamilifu. Kazi ya pili ya msalaba ilikuwa ni kumrudisha mwanadamu kutembea katika hali ya ukamilifu, perfection. Tunazungumza hapa. Kazi ya msalaba ilikuwa ni kumrudisha mwanadamu kutembea kwenye ukamilifu au perfection. Mwanadamu baada ya kuwa ametenda dhambi alipoteza sura ya Mungu. Kwa kazi ya msalaba ni kurudisha sura ya Mungu kwenye maisha ya mwanadamu. Ndio unaenda kanisani. Hayo maana wokovu sio dini. Wokovu ni mabadiliko. Wokovu sio dini. Wokovu ni mabadiliko unapokea baada ya kuwa umeokoka. Mwanadamu, msalaba unamrudishia mwanadamu uwezo wa kutembea kwenye ukamilifu, perfection. Mathayo 5:48. Somea hapo. Kwa sababu ya dhambi mwanadamu alipoteza sura ya Mungu. Kwa msalaba ukija unakuja kurestore, kurudisha sura ya Mungu ukamilifu. Mathayo 5:48. Mathayo 5:48 tutasoma kwa msaada wa Kristo. Basi ninyi mtakuwa wakamilifu. Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni, alivyo mkamilifu. Alivyo mkamilifu. Kwa Mungu anahitaji tuwe wakamilifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kwa kiwango cha ukamilifu au benchmark au reference point au sehemu ya kujipima ni kwa Mungu mwenyewe. Kwa sababu mwanadamu alipoumbwa, aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Aliumbwa kwa hali ya Mungu ya ukamilifu. Kwa anasema nanyi mtakuwa kamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kwa viwango vya ukamilifu lazima tuhakikishe tunapush, tunamfikia Mungu. Kwa msalaba kazi yake ni kurudisha mwanadamu kwenye viwango vya ukamilifu, kwenye viwango vya utakatifu, kwenye viwango vya kuishi bila mawaa na kuishi bila lawama na kuishi bila dhambi na uchafu. Perfection. Kutembea kwenye ukamilifu. Kama haujatembea kwa ukamilifu, haujakutana na msalaba wa Yesu. Kama haujatembea kwa ukamilifu, haujafika mahali pa msalaba. Kazi ya msalaba ni kuzalisha ukamilifu ndani ya mtu. Kama haujawa na kiu ya kuwa mkamilifu mbele za Mungu, haujakutana bado msalaba. Ukishakutana na msalaba, cha kwanza utajiona ulivyo mchafu. Cha pili itakuwa ni hamu ya kutembea kwenye ukamilifu. Na ndio maombi ya mtu anayemtamani Mungu na kutembea kwenye ukamilifu. Ni zaidi ya baba anahitaji kazi, ni zaidi ya baba anahitaji mme, ni zaidi ya baba anahitaji fedha. Mungu natamani kuchue, nitembee katika ukamilifu wako. Nahitaji nichue njia zako, nahitaji nifanane na wewe. Bwana asifiwe. Maombi ya ukamilifu. Anasema nani mtakuwa kamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Nisomee Efeso 4:13.
Efeso 4:13. Nitakuja kufundisha kwa habari ya ukamilifu, ndio. Efeso 4:13 nitasoma kwa msaada wa Kristo. Nasema hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, na kumfahamu sio kidogo, na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata tukifika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa sababu hitaji la kwanza la mtu aliyekutana na msalaba wa Yesu ni kutembea kwenye ukamilifu wa kimungu. Jamani, amen. Amen. Yaani hapa lazima amina zipungue kabisa. Amen. Sio nakufundisha hivyo. Ukishakutana na msalaba, utajiona vile ambavyo ulikuwa unajihesabia haki. Kiu yako itakuwa ni kumfahamu Mungu. Kiu yako itakuwa ni kumfanana na Mungu, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Wakorintho wa 2:5-17. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa kiumbe kipya lazima kitamani kumfanana na Mungu. Kwa shauku yako asubuhi ni kuwa namna gani utamfanana na Yesu. Shauku yako mchana ni Bwana nibadilishe nifanane na wewe. Shauku yako jioni, Mungu natamani kujua zaidi. Shauku yako usiku ni Bwana nibadilishe, natamani kuwa kama wewe. Maisha yangu kama wewe, ongea yangu kama wewe, tembea yangu kama wewe, chochote changu kama wewe. Shauku ya mtu aliyekutana na msalaba ni kubadilisha kumfanana na Yesu, ni kubadilisha kufanana na Mungu, ni kutembea kwenye viwango vya ukamilifu kama Mungu. Sema amina. Kabla ya kiu ya magari, kabla ya kiu ya machumba, kabla ya kiu ya wachumba, kabla ya chochote, kiu yako ya kwanza ni Bwana badilisha moyo wangu nifanane na wewe. Natamani kufanana na wewe, natamani badilisha nifanane na wewe. Paulo anasema natamani nifanane, nimfahamu sana Kristo mpaka nijue mapana yake, nijue kina chake, nijue marefu yake, kumjua Mungu. Kwa nini? Kwa sababu nahitaji kubadilishwa nifanane na Yesu. Sema amina. Mtu yoyote aliyeokoka lazima ufanane na Yesu. Maandiko yanasema akina Petro walifanana na Yesu. Walitembea na Yesu. Hata walipoona wakasema hata kuongea kwao ni kama Yesu, hata tembea yao ni kama Yesu. Walikopi kwa Yesu, walijifunza kwa Yesu. Wewe unajifunza kwa nani? Walijifunza kwa Jehova. Paulo anasema jifunzeni kwangu, nifuateni mimi kama ninavyomfuata Kristo. Basi wakumfuata ni Kristo. Jifunze kwa Yesu. Kiu yako iwe ni kubadilishwa na kufananishwa na Yesu. Kwa jambo la kwanza la mtu aliyekutana na msalaba, maisha yake yanabadilishwa, anatembea kwenye ukamilifu wa kimungu. Haleluya. Kwa maombi yake ni kutamani kumjua Kristo. Shida yake sio mali kwanza, Mungu kwanza. Shida yake sio gari kwanza, shida yake ni ukamilifu wa kimungu kwanza. Shida yake ni kubeba sura ya kimungu. Shida yake ni Bwana nitengeneze, Bwana nifinyange, Bwana nigeuze. Hata maombi yako yatabadilika. Ukienda mbele za Mungu utaenda kwa maombi ya kuomba kufinyangwa, ya kuomba kubadilishwa, ya kuomba kutengenezwa, ya kuomba kuvaa sura ya kimungu, ya kuomba kwanza kumfanana na Mungu aliye hai, aliyekutana na msalaba, anatembea kwenye ukamilifu wa kimungu. Sema amen. Amen. Hujanielewa bado? Nashuhudia hujanielewa bado? Kazi ya msalaba ni kurudisha ukamilifu ndani ya mwanadamu. Maandiko yanasema nanyi mtakuwa kamilifu kama Baba yenu alivyo